Asante sana. Mimi naitwa Jebla Kambole, wakili wa kujitegemea hapa Tanzania. Ningeweza kulielezea sakata la bwana Omega Mwaikambo katika muono ambao mimi nauona ambao ni sahihi. Ukiangalia sheria ambao ameshtakiwa nayo, lakini lazima watu wajue kwanza kabisa jamaa kwanza kabisa amekiri kosa, ameplead guilty, lakini pia pamoja na kuplead guilty ameplead guilty kwenye sheria ya mawasiliano ya Uingereza mwaka 2003. Kifungu na 127 cha sheria hiyo kinakataza mtu kutuma katika mitandao au kwa njia ya mawasiliano message ambazo zinaudhi au hazina maadili, ambazo ni za kutisha, ambazo zinaharibu character za watu. Kwa hiyo kifungu na 127 kifungu dogo cha kwanza cha sheria ya Uingereza kinakataza hilo, lakini kifungu hicho cha 127 kifungu dogo cha 3 kinasema adhabu ya mtu ambaye atatenda hilo kosa haitazidi kifungo cha miezi 6 au faini. Wenzetu wana ule mtindo ambao mtu anaweza akakiri kosa akapata adhabu ndogo zaidi, ndio huwa wanafocus sana katika hali akatoa kumrekebisha muhusika. Utaona pia kwenye hiyo shauri Omega Mwaikambo ameomba pia radhi familia inayohusika. Kwa hiyo wote wanakuwa na shirikisho katika kusolve hilo tatizo, na ndio maana ukuta amefungwa kifungo cha hicho cha miezi 3 kutoka miezi 6. Ni kwa sababu amekiri kosa, lakini pia sababu sheria ya Uingereza inakataza hilo kosa. Tanzania kama Tanzania tuna sheria ya posta na mawasiliano ya mwaka 2010. Katika sheria hiyo ya posta na mawasiliano kifungu na 118 kinakataza mtu kutuma picha au message au ujumbe ambazo zinaonekana ni za kuudhi au zinashusha thamani ya mtu, au ambazo zinakera au ambazo zinatisha au zinamdhalilisha mtu. Kwa hiyo ni kosa kifungu na 118 kifungu dogo cha sheria ya makosa ya mitandao, sheria ya makosa ya mawasiliano Tanzania. Na sheria hiyo ipo, na changamoto ambayo tunayo, labda mimi niweze kusema tu kwamba kwa nini Tanzania ukuta watu wanatuma na wakamata na mambo yanaendelea kama ilivyo. Changamoto ambayo tunayo ni katika kusimamia hiyo sheria, kwa sababu sheria ya posta na mawasiliano Tanzania kifungu na 118 ambacho kinakataza hilo kipo wazi kabisa, na kinatoa mtu ambaye atatenda hilo kosa kwa Tanzania anaweza akapewa faini ambayo haitakuwa chini ya milioni 5 au kufungwa kifungo ambacho hakitapungua miezi 12 au vyote kwa pamoja. Utaona adhabu yetu ni kali kuliko Uingereza, lakini changamoto tulionayo ni kusimamia sheria. Kila siku tunasema sheria zinasimamiwa Tanzania, lakini zinasimamiwa kwa watu wa aina fulani. Tunasema selective enforcement of the law, yani kusimamia kwamba unasimamia kwa watu fulani. Tanzania utaona watu wengi ambao wanakamata labda sheria ya posta na mawasiliano au sheria ya makosa ya mitandao ni wale ambao either wamekwaruzana na serikali au wamekwaruzana na viongozi basi. Lakini mtu wa kawaida yuko Mwananyamala hataona kama anakingwa na hii sheria. Mtu wa kawaida ambaye yuko Mbagala kule haoni kama anakingwa na hii sheria. Kwa hiyo tunafikiri kuna haja kubwa sana ya kusimamia sheria katika ule mlengo ambao kuna usawa, sio kubagua watu fulani ambao unaona wewe wanafaa kuwasimamia sheria dhidi yao. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.